Wakati macho ya dunia yakiendelea kuelekezwa katika kesi nzito inayomkabili rais wa zamani wa Venezuela Nicolas Maduro, hatua mpya imeibuka katika vita yake ya kisheria nchini Marekani, ambapo Maduro ameongeza nguvu katika safu yake ya mawakili kwa kujumuisha Ana Estevao, mwanasheria aliyepata maarufu baada ya kuwa sehemu ya timu iliyomtetea rapa maarufu na mfanyabiashara Sean Diddy Combs maarufu kama P. Diddy katika kesi yake ya jinai, ambapo nyaraka za mahakama zilizowasilishwa mjini New York zinaonyesha kuwa Estevao sasa ni sehemu rasmi ya timu ambayo inasimamia utetezi wa Maduro. Na hatua hiyo pia inaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa kuimarisha utetezi wake kabla ya kesi pia kuweza kuingia katika hatua muhimu zaidi. Estevao anajiunga na timu ambayo inaongozwa na Barry Pollack, mwanasheria ambaye anajulikana pia kwa kumtetea Julian Assange katika mapambano yake ya kisheria yaliyotikisa dunia. Lakini kwa sasa hivi upande wa utetezi unajiandaa kuwasilisha hoja mbalimbali za awali mahakamani, zikiwemo pia jitihada za kupinga baadhi ya mashtaka na taratibu pia ambazo zinatumika katika kufikishwa kwa Maduro mbele ya sheria za Marekani. Maduro pia utakumbuka anakabiliwa na mashtaka mazito sana ambayo yanahusisha narco terrorism, njama za kusafirisha cocaine kwenda Marekani, pamoja na makosa mengine pia ambayo yanahusiana na uhalifu wa kimataifa. Lakini waendesha mashtaka pia wa Marekani wenyewe wanadai kuwa yeye na washirika wake walitumia pia mamlaka ya serikali kulinda na kuwezesha mitandao ya biashara za dawa za kulevya iliyokuwa ikifanya kazi katika eneo la Amerika ya Kusini. Na hata hivyo pia mpaka sasa hivi tunapozungumza ni kwamba Maduro pamoja na mke wake Celia Flores wameendelea kusisitiza kuwa hawana hatia na wamekanusha madai yote ambayo yanawakabili na ambayo yanawafanya mpaka sasa hivi pia wawepo ndani Marekani. Na kadri kesi hiyo pia ambavyo nazidi kusogea mbele zaidi kwa asili kwa Ana Estevao, kunatazamwa kama hatua muhimu zaidi ambayo inaweza kubadili mwelekeo wa mapambano ya kisheria ambayo yanafuatiliwa kwa karibu na jamii ya kimataifa. Na kile kitakachotokea mahakamani katika miezi ijayo kinaweza pia kuwa na athari kubwa sana, si tu kwa mustakabali wa Maduro, bali pia kwa siasa za Venezuela na mahusiano yake pamoja na Marekani. Mtazamo wako na maoni yako ni yapi? Usiache kucomment, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa habari zaidi na update zote kutokea maeneo tofauti duniani mpaka hapa ambapo wewe upo. Chao.